السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على النبي وآله وصحبه وسلم وبعد. وتكفوا إسلام، tunaendelea na tafsiri ya Qur'an tukiwa tupo aya ya 49 na 50 suratul Baqara. Tutaiangalia leo aya ya 49 na aya ya 50 suratul Baqara. Baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia wana wa Israel, banu Israel, kwamba wa idh najainakum min ali fir'aun, nakumbukeni tulipokuokoeni kutokana na watu wa Firaun. Wa idh najainakum min ali fir'aun, nakumbukeni tulipokuokoeni kutoka kwa watu wa Firaun. Yasumunakum su'al adhab, wakikuadhibuni adhabu iliyo mbaya, wakikupeni adhabu iliyo mbaya. Yasumunakum su'al adhab, wakikupeni adhabu iliyo mbaya. Manake Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha moja katika neema aliyowafadhili, aliyowapa hawa wana wa Israel kipindi ambacho Firaun alikuwa na kawaida ya kuwaua watu bila sababu, akiwaua wanaume, watoto wa kiume bila sababu na kuacha hai wanawake. Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoa kutokana na mkasa ule ambao ulikuwa ukiwapata kila mara. Na hii ndio sifa ya Allah, huwa anakumbusha neema zake kwenu kwa waja, ili waja wapate nguvu ya kumpenda, vile vile kumwabudu na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Yudhabbihuna abnaakum, wakiwachinja watoto wenu wa kiume, waistahyuna nisaakum, na wakiwaacha hai watoto wenu wa kike. Yudhabbihuna abnaakum, wakiwachinja watoto wenu wa kiume, waistahyuna nisaakum, na wakiwaacha hai watoto wenu wa kike. Wa fi dhalikum, na katika hayo, bala'un min rabbikum adhim, ni mtihani kutoka Mola wenu ulio mkubwa. Wa fi dhalikum, na katika hayo, bala'un min rabbikum adhim, ni mtihani mkubwa uliotoka kwa Mola wenu, au tokao kwa Mola wenu. Kwa hiyo huo ulikuwa katika mitihani ambayo wakipitia kutokana na watu wa Firaun. Wa idh faraqna bikumul bahr, nakumbukeni tulipoipasua kwa ajili yenu bahari. Wa idh faraqna bikumul bahra, nakumbukeni tulipoipasua kwa ajili yenu bahari. Faanjainakum, tukakuokoeni nyinyi. Wa aghraqna ala fir'aun, na tukawaangamiza watu wa Firaun. Wa aghraqna ala fir'aun, na tukawaangamiza watu wa Firaun. Kuangamiza hapa kwa kuwazamisha kwa maji, maana ni gharqa ni mafuriko. Wa aghraqna ala fir'aun, na tukawazamisha au tukawaangamiza kwa maji watu wa Firaun. Wa antum tanzurun, na hali ya kuwa nyinyi mnatazama, mupo mnayaona yanayotokea, mnauona uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya zake, katika miujiza yake. Na hili ni pale ambapo Nabiiullah Musa anakimbia na watu wake mpaka kufika eneo la bahari, hakuna kwa kwenda, halafu huku nyuma jeshi la Firauna linakuja. Allah subhanahu wa ta'ala akampa amri nabii wake Mtume Musa alayhi salatu wassalam, ya kwamba apige bahari, wadrib bi'asaka al-bahra. Allah alimwambia aipige fimbo ile bahari, na ile bahari ikapasuka. Yeye Nabiiullah Musa akapita na watu wake, wamefika upande wa pili, Firauna naye yuko anakuja katikati, yeye akazama, Allah akamzamisha. Na huu ndio uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya zetu za leo zatosha hizo mbili. Insha Allah Mwenyezi Mungu atupe taufiki ya kuweza kufuata maagizo yake na kuacha makatazo yake. Wabillahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.